Naam, dakika 90 zimetamatika New Amani Complex Zanzibar. Tumeshuhudia mbunge kweli kweli, mkata na shoka. Young Africans 0 mwenyeji dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club 0. Bwana ndugu yangu uko poa? Niko poa sana. Mbona kinyonge hivyo na Simba? Kinyonge kwa sababu ya matokeo ambayo yametokea ambayo yamesababishwa na refarii. Yananifanya nijisikie unyonge. Mwamuzi leo amewanyima. Mwamuzi wa leo ametunyima goli. Ni goli ambalo liko vizuri yani. Ni goli ambalo liko safi. Alina hata makando kando, sema ameamua tu kutunyima. Bwana ndugu yangu, tuzungumzie dakika 90, umeitazamaje Simba yako? Imekupa kile ulichokuwa unakitarajia? Simba imenipa ambacho nilikuwa nakitarajia. Sema refa ndo ambaye amenifanyia mimi ukaksi. Yaani yule ni ukatili ambaye amenifanyia mimi. Kwa sababu lile goli halina matatizo. Au wewe ulikuwa unaangalia mechi, wewe umeonaje lile goli? Yaani zungumza tu kistaarabu na kimpira. Wewe umelionaje lile goli? No comment. Usinigombanishe na watu. Ugombanishwe na mtu. Yaani kwenye ukweli mtu unaongea. Umeona? Kwenye ukweli mtu unaongea. Hiyo ni shoti. Yeye kwa mfano kama ungekuwa mchambuzi? Kama ungekuwa mchambuzi? Ningechambua kwa namna yangu, lakini hiyo ni shoti. Sasa kwa kuwa unaogopa, acha sisi tuseme kwa sababu lile goli limeonekana vizuri, ila Kassim Mpanga ameamua kutunyima lile goli. Mimi sitaki kuongea mengi kuhusu Unchui. Sawa? Sio Mwinchui, sio Mwingili. Mimi sitaki kuongea sana kuhusu Mwingili. Mimi naongea sana kuhusu Kassim Mpanga kwa sababu yeye ndo alonyanyua shuka kuonyesha kwamba yeye ni offside wakati sio offside. Kwa hiyo Kassim Mpanga kama kuna utaratibu wowote wa kuonekana kwamba yeye sheria impe kifungo chochote kile, apewe kifungo ambacho anastahili. Ila kiukweli kwamba lile goli lilikuwa goli. Pale hamna offside hata kidogo pale. Kuna namna Young Africans wamebebwa? Wamebebwa na ndio maana walikuwa wanataka kwamba mechi kapigwe Guantanamo. Wewe kiwanja gani kile cha kuonekana mechi kapigwe kule? Si pale watu wamepiga. Simba na Yanga wote wamejaa huku. Umeona bwana? Unatoa mechi hapa unaipeleka kule Zanzibar. Ni dalili ya uoga. Ni dalili ya uoga wameanza kuionyesha mapema. Toka lini mechi kachezwa kule bwana? Kwani viwanja vyote hivi? Mechi wakati mwingine wanachaguaga hata sijui Magana huko sijui. Kule wanapeleka mechi sisi na wao toka lini? Bwana ndugu yangu, tuzungumze mimi na wewe kitu kimoja. Nani amekukosha ndani ya Simba Sports Club? Wachezaji wote wa Simba leo wamenikosha. Kwa sababu sijaona hata mtu ambaye hajanikosha. Yaani wote walikuwa wanacheza vizuri. Mpira umeonekana. Yaani leo mpira umeonekana. Yanga leo walikuwa kama Dodoma Jiji tu. Yaani Dodoma Jiji na Yanga hawana utofauti. Walichofanya Dodoma Jiji ndio walichokifanya Yanga leo. Sasa umeona jinsi golikipa alivyokuwa bize? Kasari alikuwa bize tu. Vilivyokuja vile ilikuwa ni kama vichuti tu fulani, lakini umeona mpaka anakuja kwa man of the match Diala kwa sababu gani? Yeye ndo amekuwa michomo mingi. Umeona bwana? Japokuwa ule mmoja ulimshinda. Shaona bwana? Ambao ulimshinda. Refarii naye akamwongoja namna hii. Kwa hiyo yani ile goli kachukua refarii kaondoka nalo. Lakini kiufupi kwamba si goli mechi tulistahili kushinda ile pale. Ile ni goli ambalo halina matatizo yoyote. Bwana, miongoni mwa kauli kabla ya mchezo alizungumza Haji Sunday Manara, mnapowatoka huko mnakuwapeleka Simba, lakini mkumbuke ya kwamba Simba Sports Club huwa wanakuwa na historia kubwa katika huo uwanja wa visiwani Zanzibar. Bwana, leo historia imeenda kuandikwa tena. Swali zuri sana mtangazaji. Kwanza nikwambie kitu kimoja. Tulio wengi tunajua kwamba Manara mpaka leo bado kadi ya Simba anayo na hataki kuirudisha. Kwa sababu walishamwambia swala hilo. Kadi ya Simba bado anayo na hataki kuirudisha. Lakini ni mwana Simba bwana Yanga. Anakuambia anailipia ni yeye. Yupo kule kikazi tu na ndio maana kuna madongo fulani anakuwa anapiga kama mtu mwenye akili, unakuwa unajua kabisa kwamba huyu kule imempeleka kazi. Sisi tulio ambao tunaelewa, tunajua kabisa. Tunajua kabisa kwamba Manara mpaka leo kadi ya Simba anayo na hajairudisha. Mwanachama hai wa Simba wenyewe wanamjua. Isipokuwa ile amempeleka kule. Umeona bwana? Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo anavifanya mtu unajua kabisa kwamba hivi ni nini? Sasa wewe usivyojiuliza baada ya Alikamwe kuitangaza ile mechi hajatoka kasoro. Na ikaonekana kama kuna ubizani fulani wa maneno kati ya yeye na Alikamwe. Wakati wote ni timu moja. Au sio bwana? Sasa wewe uamini kwamba Manara mpaka leo kadi ya Simba bado anayo? Lakini yeye anasema ni mwananchi pure. Ni mwananchi na kadi ya mwananchi anayo, ila kadi ya Simba bado pia anayo na anaendelea kuilipia na hakuna kumnyang'anya. Kwa sababu anaimiliki kisheria. Kwa hiyo yupo. Inakataza uraia pacha tu. Inakataza uraia pacha tu. Lakini kuwa na kadi mbili. Yule Manara anazo kadi zote mbili. Kumbe anazo za Simba na za Yanga. Na Yanga anayo. Kwa hiyo kuna muda linamfukuta. Hata kama unaona Yanga ikishinda anashangilia, Simba ikifungwa wakati mwingine anakuwa anashangilia, ila kuna muda anaenda mwenyewe na kuna sehemu anaugulia. Sisi tunajua kwamba Manara mpaka leo bado Simba Sports. Na hilo alikwepeke, hawezi kulikwepa. Hata kama atatokea hadharani atasema sijui nini, ila sisi tunajua. Bwana, baada ya kufungwa mara 6 mfululizo leo mmeenda kukata ngebe na kukata kauli. Mnajisikiaje wana Simba kutoa ule uteja kufungwa mara 6 mfululizo dhidi ya watani wenu Young Africa? Mimi kwa leo hii najisikia unyonge. Kwa leo hii najisikia unyonge. Nisingejisikia unyonge kama endapo labda lile goli au sio bwana? Lingekuwa limekubaliwa. La sivyo tusingepata lile goli.
ikaisha nyao ambayo tumeona kama kwa mfano kama mechi ilivyotokea na Dodoma. Nisingejisikia unyonge, lakini nilivyokataliwa ile goli najisikia unyonge, na nisababisha unyonge huu ni Kasimu Mpanga. Yaani chuma imeingia? Yaani mimi nilikuwa naomba chuma imeingia afu imekataliwa. Nilikuwa naomba tu siku ikiwezekana utokee msako wa marefa, wale marefa ambao ni vihelehele wale. Utokee tu. Kila akikutwa kama atapigwa panga, kama atapigwa nini, akufe atakafanyaje watajua na wenyewe kwa sababu yani wanatunyima sisi raha. Kuna namna unaona kwa sababu hata mechi ya msimu uliopita sijui ilikuwa msimu uliopita sijui ya nini. Au sijui niseme kwamba hamna. Au itakuwa nini ya ngao ya jamii sijui. Ile mpaka man of the match anakuja kwa nani huyu nani Ramazani Kayoko. Wewe umeona vitu kibao ambavyo vilikuwa vimefanyika katika ile mechi? Vitu kibao vilikuwa vimefanyika vya ajabu tu ambavyo sisi hatuvielewi. Umeona? Kwa hiyo marefari kuna namna ambavyo wanakuwa sisi wanatunyima raha. Kwa hiyo kwa taarifa yao marefari, siku tutapitisha msako mmoja baada ya mwingine. Siku tutapitisha msako mmoja baada ya mwingine. Wote ambao wanajifanya vihelehele ndio tunawaambia. Ndugu yangu. Amini ninavyokuambia yani. Kauli ya rais wa mpira wake nchini Tanzania, Wallace Karia, pengine labda kwa upande wenu ina mashiko kiasi gani? Alichokuwa amekiongea Karia au sio bwana? Bado alikuwa anawahusia marefa. Ule sio mkwala wala sio nini. Ila alikuwa anawapiga biti. Wala sio biti wala sio nini. Ile alikuwa kama anawapa husia kwa namna fulani hivi. Unaona bwana? Kwa mtu muelewa anaelewa. Mwenye wakili ya Cuba. Anaelewa haraka tu. Umeona bwana? Isipokuwa watu wengine wenye miamko ndo wanaanza Karia kwa nini aongee vile? Mechi za kwa hizo nyingine mbona kuongea vile? Mbona mkuja kuongea mechi hapa hii? Simba na Yanga ndo kioo. Umeona bwana? Unavyofanya vizuri kwenye mechi za Simba na Yanga ndio unavyoitangaza nchi yako na unavyotangaza soka la nchi yako. Ushaona bwana? Ukiharibu huku kwenye Simba na Yanga, ina maana hizo mechi nyingine ndogo ndogo hizo unafikia hata kuona nani? Hao wote hao mpaka wanakuwa wanapata beji za FIFA au sio bwana? Au kusijua kina Lajiga sio kina nani kina Elisasi sio. Ni kwa sababu wanafanya vizuri wakati mwingine katika mechi za Simba na Yanga. Umeona bwana? Ila sasa unapokuwa unaharibu ndivyo unavyokuwa unajaribia hata mwenyewe soko. Karibu Mpanga, usisikia labda kwamba atahukumiwa chochote, inawezekana asihukumiwe chochote. Au inawezekana akahukumiwa kimpira, lakini akahukumiwa kawaida, sio kama vile alivyokuwa amesema kwamba atafungiwa si maisha yote asionekane sijui. Mimi naamini kwamba haitakuwa hivyo, lakini atahukumiwa kwa namna yake. Unaona bwana? Kama kweli wataipitia ile mechi wataangalia vizuri. Umeona bwana? Kwa sababu tumeona sio offside. Mimi inaniuma sana. Inaniuma sana yani. Kumbe leo mlidhamiria kabisa hii mechi. Sisi tulidhamiria. Kwa sababu wao waliamini kwamba akitupeleka kule sisi ndio tutakuwa tunapoteza. Ushaona bwana? Waliamini kwamba siku ile ndio tutakuwa tunapoteza. Na wao ndo miongoni mwa maswala ambayo walijiuliza, muende mkawajibu wao nyinyi mlikuwa mnacheka nini wakati wao wanatoka kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika? Majibu wanayo. Majibu wanao wameshayapata pale. Kwa sababu pale Amani sisi sio wageni. Wanavyowatoa sio akina Ahli sio nani sio wanawapeleka pale. Sawa, wao ni wageni. Sisi sio wageni. Sisi Mapinduzi kila siku tunacheza pale. Isipokuwa akili zao kwamba ile zinakuwa kama zinaenda zinarudi. Zinaenda zinarudi. Kama vile alivyokuwa amesema tu nani alikuwa nani Manara kipindi kile. Kwamba mashabiki wa Yanga wote au sio bwana? Akili hawana isipokuwa ni baba yake tu mzazi. Ndio mwenye akili. Japokuwa na yeye ameenda huko kwa hana akili. Ndugu yangu, ukikutana na shabiki wa Simba unamwambia nini? Shabiki wa Simba naambia atembee kifua mbele. Kwa sababu Simba usajili uliofanya katika ile dirisha dogo, zile mashine 4 zilizoingia ambazo Ahmed Ally hakuzipromote hivyo, tumeziona wenyewe. Ile chuma ya mjomba na nilio Jairuti Inolwemba. Si ndio Inolwemba? Na ndio maana nikakwambia chuma 4. Chuma 4 zilizoingia tumezielewa. Nataka na Jairuti aje na mwingine. Jairuti kama kaida yake, ina maana dirisha kubwa hapo kama lazima atushushie mtu kwa sababu si ametuahidi. Dirisha kubwa hapo lazima atushushie mtu. Na unaweza kutaka Faisali. Kwa sababu si bado tuna ndoto naye. Bado mna ndoto na Faisali? Faisali mchezaji mzuri sasa, sisi tuna ndoto na Faisali. Sisi hata kama wakatuletea kesho, tutawashukuru Jairuti na tunaamini atatusaidia vizuri sana. Sasa patia picha, mnaenda katika mzunguko wa raundi ya pili. Libase Ge, Inolwemba, alafu pale yani Seti Eura, Faisali, Clatous Chota Chama. Oya. Kwa historia yake anayofanya force number 9. Kuna siku tutakuja kukumbuka jitu ambavyo yani hajategemea yani. Na jitu lenyewe litakuwa kubwa. Sio hawa vyula wadogo wadogo tutakuja kukumbuka jitu kubwa. Damaro Kamara. Mimi nimemuona lakini nimeona ni mchezaji wa kawaida tu. Anapaswa kupewa uraia. Faulo anazocheza yeye au sio bwana? Bora hata anazocheza Kagoma. Pale yeye yenyewe wamemstiri tu pale. Wamemstiri tu kuja kupata kamoja kanjano kale. Nyekundu alikuwa anachukua ile. Kabisa. Yaani yule alikuwa anatoka na nyekundu leo.
Mtu yoyote ambaye anaelewa ukimuuliza leo atakwambia kwamba jamaa alitakiwa atoke na kadi nyekundu. Nyekundu zile zilizokuwa naonyeshwa kina nani kipindi kile kina sijui Jonas Mkude, sio alikuwa anapata yule nani yule mwingine yule. Kuna yule nani yule fullback mmoja wa kulia ambaye alitoka Kongo yule. Ambaye alikuwa anasukaga yule nani yule. Amna wa Simba alikuwa anacheza Simba. Nani Jave Bisala Bukungu. Zile zilikuwa zinatoka, nyingine tulikuwa tunaziona, nyingine zilikuwa za kawaida tu za uongo. Shaona bwana. Ila leo mtu anacheza faulo karibia 13 sijui. Ya 12 ndio kuonyeshwa kadi ya njano. Sasa wewe unaona jambo zuri. Alafu faulo yenyewe yani zinakuwa kama zinapishana. Hii mzito, hii ina unafuu. Hii mzito yani acha tu. Shukrani sana ndugu yangu. Asante sana.